Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Ni taarifa kubwa na nyeti kutokea Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani, na bila shaka umekuwa ukifuatilia kwa karibu na kwa kina mzozo huu unaendelea kati ya Iran na Marekani katika muda wa saa 12:24 hadi 48. Taarifa za hivi punde zinahusu ripoti kutokea nchini Marekani. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa kauli yake ya sintofahamu na taharuki, ikiwa ni katika mwendelezo wake wa taarifa mbalimbali mtambuka juu ya vita hivi vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati baina ya Iran dhidi yake na Israeli. Katika ripoti hii maalum pia tumesimika nanga na kuangazia kwa undani zaidi ripoti maalum kutokea kwa kiongozi mkuu wa Irani, yani mtoto wa Ayatollah Said Ali Khamenei, marehemu Mojtaba Khamenei, ambapo leo amekuja na taarifa mpya, ikiwa ni taarifa yake ya pili tangu kushika wazifa huo akiwa madarakani, akimrithi mtangulizi wake ambaye pia baba yake mzazi marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein. Yapi yapo ndani ya taarifa hiyo? Ungana nami hadi tamati kwa undani zaidi. Naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki, pale Instagram andika @afisa3_official. Tuanze uchambuzi wetu rasmi wa taarifa zetu kutokea Mashariki ya Kati, ripoti maalum inayoangazia kinaga ubaga vita vya Iran na Marekani kwa siku hii leo katika muda wa saa chache zilizopita. Kwa kudadavua taarifa hii ya ripoti maalum, tunaanza na taarifa Rais wa Marekani Donald Trump alitoa mapema siku hii leo katika shamra za sikukuu ya Pasaka katika ikulu ya White House Marekani, Washington DC, ambapo Rais Donald Trump amenukuliwa kwa mara ya kwanza kufuatia kauli zake za sintofahamu na taharuki ambazo amekuwa akiziibua kupitia matamko yake mbalimbali. Siku ya leo ametoa kauli ambayo imeibua maswali mengi, ambayo imeibua taharuki kubwa katika mgogoro huu ulioanza mapema Februari 28 mwaka huu 2026, ambapo Rais Donald Trump amesema kwamba Marekani ina dhamira ya wazi ya kuondoka kabisa katika Mashariki ya Kati, vita vyake yeye na Irani. Kauli hii ya Rais Donald Trump inakuja kufuatia kile ambacho watu wamesema ni kutapatapa kwa Rais Donald Trump katika mwendelezo wake wa mashambulizi na vita dhidi ya Irani, wakisema ameelekea kuangukia pua ama kushindwa vita hivi vya muda mrefu sasa, karibu siku ya 36 tangu pale vilipoanza mapema Februari 28 mwaka huu 2026, ambapo kauli hii ya Trump, ufuatiliaji mbalimbali wa mzozo huu wanasema ya kwamba hapa ndipo imefikia tamati ama kushindwa dhahiri kwa Rais wa Marekani Donald Trump katika ubishi wake ama ukaidi wake wa kuendeleza vita kule Mashariki ya Kati dhidi yake na Irani na washirika wake wa karibu Mashariki ya Kati. Katika kauli yake ya mapema, Rais Donald Trump alisikika akisema kwamba, na hapa ni namnukuu, tunaweza kuondoka haraka sana, lakini nahitaji kumaliza. Natumaini vita vya Irani vinaweza kuisha haraka. Tuna njia mbalimbali za kumaliza vita hivi na pia tunaweza kuziacha hivi sasa. Natumaini vita vya Irani vinaweza kuisha haraka. Tuna njia mbalimbali na ingewachukua karibu miaka 15 kujenga upya kile walicho nacho. Tunaweza kuondoka hivi sasa, lakini nahitaji kumaliza. Tarehe ya mwisho ya Irani ni saa 2 usiku. Lazima uangalie vyema na utazame kwa makini kitakacho kwenda kutokea ikiwa Teherani itashindwa kutimiza matakwa ya Marekani. Kwa bahati mbaya, watu wa Marekani wangependa kutuona tukirudi nyumbani. Kama ingekuwa juu yangu, ningechukua mafuta, nibaki na mafuta na tungepata pesa nyingi sana, na pia katika hili ningewatunza watu wa Irani vizuri zaidi kuliko walivyotunzwa hapo awali na viongozi wa kidhalimu wa taifa hilo la Irani. Na hata hivyo, niseme ya wazi ya kwamba wa Irani walijitahidi sana kushinikiza serikali ya kidhalimu ya Irani, na kama wangeongeza juhudi kidogo, basi utawala ungevunja matumaini ndani ya sekunde 2 tu, ikiwa waandamanaji wa Teherani wangekuwa na silaha mkononi. Na niseme ya wazi pia, wa Irani kwa sasa hawawezi tena kupinga utawala huo kwa sababu hawana silaha na wanakabiliwa na vitisho vya kupigwa risasi. Watu wa Irani wanapokosa kusikia mabomu yakifatuliwa wanakasirika sana, ni kwa sababu waliarifiwa kwamba wakiandamana watapigwa risasi mara moja. Watu wa Irani wanapigana mara tu watakapojua hawatapigwa tena risasi na mara tu watakapoweza kupata silaha. Kama wangekuwa na silaha si nyingi, hilo lingeenda kinyume, na unajua nini kitatokea? Ramni nukuu ya Rais wa Marekani Bwana Donald Trump aliyetoa mapema leo akizungumza na waandishi wa habari mjini Washington DC akiwa katika ikulu ya Oval nchini humo, ambapo leo amezungumza kauli mbalimbali kuelekea vita vyake vya Iran na Marekani, akionyesha dalili za wazi kushindwa ama kuhitaji kumaliza vita hivi kati yake na Irani, vita alivyoanzisha mapema Februari 28 mwaka 2026 akishambulia taifa la Irani na kuua viongozi wakubwa wa taifa hilo akiwemo kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein.
Hussein siku hiyo mjini Tehran akiwa na makamanda wakubwa zaidi ya 200. Na mtugeuzie taarifa nyingine ambayo tunaangazia taarifa kubwa ya kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei ambaye pia ni mtoto wa marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei Hussein. Taarifa aliyotoa siku ya leo katika ujumbe maalum kwa rais wa Marekani Donald Trump kupitia mshirika wake wa Israel bwana Benjamin Netanyahu. Katika taarifa hii ya kiongozi mkuu wa Iran Mujtaba Khamenei ametoa kauli kufuatia kifo cha kiongozi mkuu wa Iran katika masuala ya ujasusi alikuwa akihudumu katika nafasi ya mtangulizi wake ambaye pia ameuawa kikatili na vikosi vya Israeli na Marekani mjini Tehran, Irani. Sasa taarifa yake ya mara ya pili akitoa kupitia vyombo vya habari na bila yeye kuonekana sura wala kuonekana kiwiliwili chake. Taarifa hiyo ameitoa akisema kwamba Irani haitodhoofika na wala haitoshtuka katika kifo cha kiongozi mkuu wa ujasusi nchini Iran, ambapo si mara ya kwanza kwa Irani kupoteza viongozi wake wakubwa, akisema wamekuwa wakifariki shahidi. Awali akitoa ujumbe huo pia amesindikiza salamu za pole kwa wote waliokutwa na msiba huo na taifa la Irani kwa jumla, raia na wanajeshi wa kikosi cha IRGC ndani ya makao makuu ya Al-Hatam Al-Anbiya mjini Tehran. Katika ujumbe wake, Mujtaba Khamenei amesema anatoa pole kwa mauaji ya mkuu wa ujasusi wa IRGC Majidi Hadebi, akisema mauaji yake hayatavuruga taasisi ya kijasusi nchini Iran. Mtazamaji, ikumbuke kuwa taarifa ya Mujtaba Khamenei inakuja kufuatia mauaji mbalimbali ambayo imetangazwa na serikali ya Israel kupitia jeshi lake la Israel IDF na waziri wake wa ulinzi bwana Israel Katz, ambapo pia waziri mkuu wa Israel bwana Benjamin Netanyahu alitoa kauli mapema siku ya leo akielezea mashambulizi hayo ya kigaidi yanaendelea kufanywa na Israel na jeshi lake IDF. Hata hivyo, katika taarifa ya hivi punde ya serikali ya Israeli kupitia waziri wake mkuu, waziri Benjamin Netanyahu amejibu kile ambacho Iran imetoa katika majibu ya mauaji ya kiongozi mkuu wa ujasusi wa nchini Iran Majidi Hadebi. Akijibu taarifa za Iran, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema Israeli itaendelea kuwalenga na kuwaua viongozi wakuu ndani ya uongozi wa Irani kama sehemu ya kampeni pana ya kudhoofisha kila alichoeleza kama uwezo mkuu wa utawala wa Iran. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema, na hapa namnukuu, vikosi vya Israeli vilikuwa vikibomoa miundombinu ya Irani kimfumo, ikiwa ni pamoja na kuharibu vikali viwanda na kulenga waendeshaji wa mifumo hiyo. Tunaendelea kuangamiza maafisa wakuu. Makombora na mashambulizi ya hivi karibuni yameathiri kwa kiasi kikubwa mali kubwa za kiuchumi wa Irani, ikiwa ni pamoja na kiwanda kikubwa zaidi cha petroli nchini Irani. Katika mashambulizi hayo, kampeni hiyo ililenga kudhoofisha moja kwa moja misingi ya kifedha na kiutendaji ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza uratibu wa karibu wa Marekani, akisema alikuwa amezungumza na rais wa Marekani Donald Trump na kwamba pande zote mbili zilikuwa zikifanya kazi moja kwa moja na bega kwa bega dhidi ya Irani. Hata hivyo, kufuatia taarifa hiyo na jitihada za Marekani kuweza kumaliza vita na Irani imekanusha madai ya kusitisha mapigano kwa muda katika jibu la pointi 10 kwa pendekezo la Marekani. Shirika la habari la serikali IRNA limeripoti kwamba Irani imetoa jibu lake rasmi kwa pendekezo la Marekani la kukomesha vita kupitia Pakistan baada ya wiki kadhaa za majadiliano ya ngazi ya juu. Shirika hilo la habari la Iran limesema Tehran ilikataa kusitisha mapigano na badala yake ilitaka kukomeshwa kwa kudumu kwa mzozo kwa masharti yake yenyewe iliyoweka. Jibu la Irani ambalo lina pointi 10 lilikamilishwa kufuatia kile ambacho IRNA imeeleza kama mapitio kamili katika viwango vya juu zaidi vya mfumo. Pendekezo hilo la Irani linaelezea seti ya mahitaji ikiwa ni pamoja na kukomesha uhasama katika eneo lote la Mashariki ya Kati, kuanzishwa kwa itifaki za kuhakikisha njia salama kupitia mlango bahari wa Hormuz, juhudi za ujenzi mpya wa kuondolewa kwa vikwazo. Shirika hilo la habari la Iran IRNA lilisema kwamba jibu hilo lilitolewa baada ya matukio yaliyotokea mwishoni mwa wiki hii upande wa magharibi na katikati mwa taifa la Iran, ambayo yanaelezea kama yanaonyesha ushindi kwa Irani katika mzozo huo. Ripoti hiyo pia ilirejelea kile ilichokiita kushindwa kwa janga kwa operesheni ya heliboring ya Marekani na kusema rais wa Marekani Donald Trump amejitenga na vitisho vya awali kwa kuongeza muda wa mwisho unaorudiwa. Ni ripoti maalum kutoka Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani. Katika ripoti maalum inaangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kwa siku nzima ya leo. Ripoti maalum inaangazia uchambuzi wenye utunduizi wa kina kutoka vita vya Iran na Marekani. Mimi ni chifu mkuu wa Itifaki na hii ni Yuhuma TV. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.